Huu ni mstari unaotenganisha bahari ya Atlantic na Pacific. Video nyingi zinaeleza kuwa huu ni mstari unaotenganisha bahari hizi, mahali ambapo wachunguzi wa mambo wanadai kuwa maji yanageuka sheria zake zote na anakataa kuchanganyika. Ni ajabu Ni sehemu ndogo yenye misukosuko inayoogopwa na mabaharia wengi duniani tangu ilivyogunduliwa mara ya kwanza miaka 1500 iliyopita. Hapa tunaangazia sababu ya kutokuchanganyika maji ya bahari ya Atlantic na Pacific. Kabla ya kujengwa kwa mfereji wa Panama, eneo la pembe ya Cape linalokutanisha bahari ya Pacific na Atlantic ilikuwa njia pekee ya baharini ya kutoka bara moja kwenda bara nyingine. Licha ya kuwa na misukosuko mingi ya mawimbi makubwa na mikondo yenye nguvu, cha kushangaza sasa, maji haya hayachanganyiki wala kuvuka kizuizi hiki. Je, ni upi ukubwa wa bahari hizi duniani? Bahari ya Pacific ndiyo bahari kubwa zaidi duniani na yenye kina kirefu zaidi. Bahari ya Pacific ndiyo bahari kubwa zaidi duniani. Bahari hii ipo katika bara la Amerika Mashariki na Australia upande wa magharibi. Bahari ya pili kwa ukubwa duniani ni bahari ya Atlantic. Bahari hizi mbili hukutana kwenye ncha ya kusini kabisa ya Amerika Kusini. Katika eneo hilo, mkondo mkali hubeba maji kutoka magharibi hadi mashariki. Je, ni kwa nini maji ya bahari hizi hayachanganyiki? Wengine wanasema ni imani za giza, na wapo wasiofahamu chochote. Sababu nyingine inayoelezwa kitaalam ni kwamba maji ya bahari ya Atlantic yanajongea kuelekea upande wa kusini, wakati ambapo maji ya Pacific yanajongea kwa kuzunguka ncha moja ya dunia mpaka nyingine. Mkondo wa bahari ya Atlantic una nguvu zaidi kwa sababu una uelekeo mmoja. Kwa hiyo, katika eneo yanapokutana maji ya bahari ya Atlantic yanakuwa kwenye kasi tofauti inayokinzana na maji ya bahari ya Pacific. Kwa hiyo, katika eneo yanapokutana maji ya bahari ya Atlantic yanakuwa kwenye kasi tofauti inayokinzana na maji ya bahari ya Pacific. Mwandaji wa makala hii ni Ian Frederick. Mimi ni Agnes Osea. Tafadhali endelea kukaa karibu na mitandao yetu yote ya kijamii.